Ikiwa unataka kupata matokeo mazuri katika sabuni yako ya maji, jitahidi sana kutumia chumvi ya mawe au chumvi ya baharini. Asante sana kwa kuweza kuwasha video hii msikilizaji. Twende pamoja mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Hakika kuna mengi ambayo nimekuandalia na utajifunza. Baada ya kumimina chumvi ya mawe, lakini pia chumvi ya mawe jina lingine inaitwa sodium chloride. Baada ya kumimina chumvi ya mawe au sodium chloride, hatua nyingine utamimina Siles au Texapon, lakini pia wengine hupenda kuita Ungaron. Karibu sana kwenye ujasiriamali msikilizaji. Naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Karibu kuweza kujifunza zaidi katika makala mbalimbali za kuzalisha bidhaa za kijasiriamali. Tumekuandalia pia kitabu cha Miliki Kiwanda Chako, kitabu ambacho kimekuandikia zaidi ya bidhaa 20 zinaonyesha utengenezaji hatua kwa hatua. Lakini pia nimekuandalia madarasa online kupitia WhatsApp namba 0783500971. Utanitext WhatsApp kisha takutumia utaratibu wa namna ya kupata kitabu chako, lakini pia utaratibu wa kuweza kuingia katika madarasa yetu na kuweza kunufaika na fursa hii ya ujasiriamali. Baada ya kukoroga na kuona kwamba chumvi pamoja na Siles vimeshikamana, hatua itakayofuata utaanza kuchota maji jagi moja, then unamimina kwenye ule mkorogo wako. Namna hiyo msikilizaji, kumbuka kwamba sabuni ukitaka ifike mbali zaidi au ukiweza kupata soko kubwa zaidi la sabuni ya maji, hii ni siri nakupa. Zingatia mambo matatu makubwa. Jambo la kwanza, zingatia uzito wa sabuni yako ambayo unaitengeneza kwa kuweka alkato. Jambo la pili, zingatia upande wa manukato kwa kuweka perfume nzuri kama vile rosemary, lavender, strawberry, pink passion, bubblegum na perfume zingine ambazo zina flavor nzuri kama hizo ambazo nimekwisha kuzitaja. Lakini jambo la tatu na la mwisho, ufanisi wa kucheza na vile vipimo wakati wa uzalishaji. Kumbuka kwamba unapotumia vipimo sahihi ndio unaisaidia ile sabuni ikafanye malengo husika, mfano kutakatisha nguo, kudeki, kunukia na vitu kama hivyo. Ukizingatia hayo msikilizaji, mambo matatu, utanishukuru siku moja. Okay, tuendelee na zoezi letu. Baada ya kufikia lita kadhaa za maji, tunaweka pembeni. Tunachukua hii ndoo, tunaweka maji kiasi fulani, tunahamisha ule mti wako wa kukorogea. Sio lazima uwe na mixer msikilizaji, unaweza kuwa unatumia mti kama huu hapa mwalimu wako ambao anautumia. Kwenye maji kidogo tunaweka sodium carbonate au soda light na kisha tunakoroga vizuri kabisa. Yes, tunakoroga. Tunakoroga. Kisha tunaweka sulfonic acid. Nataka nikuambie kitu kimoja msikilizaji. Kwa nini tunaweka soda light? Tunaweka soda light kwa sababu yenyewe inatusaidia sisi kuneutralize sulfonic acid. Kwa hiyo ukikosa soda ash utumie sulfonic acid kwa sababu itawabagua wateja wako mikono wakati wanatumia hizo, wanafua wanadekia sabuni yako. Kwa hiyo kazi kubwa ya soda light ni kuneutralize, kupunguza makali ya acid. Yaani kwamba acid iwepo kwenye product lakini pia isiwe na athari kwa sababu imethibitiwa hapo. Yes, baada ya hapo tunakoroga vizuri kabisa, na ukorogaji ambao unapaswa kutumika ni ule ukorogaji wa kuelekea upande mmoja bila kubadili uelekeo. Baada ya hapo tutarudi kwenye ule mkorogo wetu wa kwanza. Yes, tunarudi na ule mti wetu wa kukorogea kama kawaida. Kisha tunamimina ule mkorogo ambao tumeuandaa kwenye soda ash pamoja na sulfonic acid. Lakini pia nataka nikuhakikishie msikilizaji, ukitumia formula hii hapa sabuni yako haitakuwa na athari yeyote, lakini pia haitakuwa inajitenga baada ya kuwa umekwisha kuikoroga. Karibu sana kwenye ujasiriamali msikilizaji. Hii hapa ni Lodness Enterprises. Unaweza kuniandikia maoni kama kuna kitu unajifunza au la. Lakini pia kama una changamoto ya kuingia kwenye madarasa yetu au changamoto unahitaji kitabu cha Miliki Kiwanda Chako, utanitext WhatsApp, nitakupa utaratibu mzuri kabisa wa kujifunza. Asante sana. Baada ya kufikia katika kipengele hiki au hatua hii msikilizaji, hakikisha kwamba unakoroga kuelekea upande mmoja. Tunakoroga tena upande wa pili. Tunakoroga, kuna kitu ambacho kinaongeza uzito kwenye sabuni. Hivi vitu vinaweza vikawa viwili au kimoja, lakini mimi nafahamu viwili. Japo viko vingi tu, lakini mimi nafahamu viwili ambavyo viko best zaidi na nimefanyia utafiti na majaribio ya kutosha na nikajiridhisha. Cha kwanza ni alkato ambayo tunaitumia siku ya leo, ambayo ndio hii hapa naimimina kwenye maji. Lakini kuna nyingine inaitwa CMC. Sasa ushauri wangu, ukitumia CMC jitahidi sana kutumia maji ya moto kwa sababu CMC ina tabia ya kugandiana. Kwa kutumia maji ya moto itakuwa rahisi kuyeyuka kwake kwa wepesi zaidi. Lakini alkato unaweza kutumia option zote mbili. Unaweza kutumia maji ya moto, sawa, ikakubali, lakini pia unaweza kutumia maji ya baridi pia vile vile inakubali vizuri kabisa.
yako baada ya kuikoroga na kuona kwamba imeshikamana vizuri kabisa, imeiva, haina vile vikunje kunje au vibonge bonge vile, unaichukua unaiunganisha na huo mkorogo mkubwa ambao tulikuwa tunauzalisha mwanzo. Kwa unaikorogea humo. So hatua zingine ambazo zitafuata, utachukua CDE, utachukua glycerin, utachukua perfume, utachukua citric acid pamoja na rangi, utaweka mwisho na sabuni yako itakuwa imekamilika. Asante sana.